Naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Leo tuna mada nzuri. Mada ya leo nasema hivi kwamba kuna vitu umepuuza kwa muda mrefu ila ndo vimebeba baraka zako kwa Mungu 100%. Vitu hivi 8 umevipuuza kwa muda mrefu lakini vimebeba baraka zako 100% kwa Mungu. Kabla ya hapo kwanza nataka nisome neno hili. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27, anakuambia hivi kwamba dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujirinda na dunia pasipo na mawaa. Kwa hiyo unaona Mungu anaeleza dini. Watu wengi hapa duniani tuna dini nyingi, lakini unaweza uwe kwenye dini lakini dini ile isikusaidie. Ukifuatilia Mafarisayo, waandishi, walimu, wote wale walikuwa na dini lakini dini zao zilikuwa haziwasaidii. Na mimi nataka nikuulize, je, dini yako hiyo inakusaidia kwenye ufalme wa Mungu au kuna namna umepata kiburi cha wokovu kwenye maisha? Nataka nikwambie, ili ubarikiwe, ili upate baraka, haya mambo 8 yazingatie. Cha kwanza, wasaidie yatima, wajane, watu walioonewa na maskini. Sadaka yako kubwa ni kwa wajane, yatima, walioonewa na maskini. Maisha yako hapa duniani, umemsikiliza Yesu Kristo mwenyewe amesema Yakobo 1:27 kwamba dini iliyo safi na isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujirinda na dunia pasipo na mawaa. Lakini kitu cha pili ni msamaha kwa waliokukosea. Maandiko yameweka wazi kusoma Mathayo kwamba usipowasamehe waliokukosea hautosamehewa. Kwa ili usamehewe na upate baraka za Mungu, kwanza lazima usamehe. Hicho ni kitu cha pili. Cha tatu, kuwaombea maadui. Kusoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 44, anakuambia je, wapende maadui na kuwaombea wanaokuudhi. Kwa hiyo usipowaombea maadui, ndugu yangu, unashangaa hakuna chochote kile utakachokipata kama baraka. Lakini kitu cha 4 ni kuwatanguliza wengine kwenye maombi. Ndio maana akakwambiaje, usipoweza kuwaombea na kuwatanguliza wengine, ina maana hutopata baraka. Ndio akasemaje, ajidhirie atapandishwa, lakini yule anayejitanguliza ataenda nyuma. Ndio maana akasemaje, aliye wa kwanza atakuwa wa mwisho na aliye wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kwa hiyo kwenye maombi yako, ili uwe wa kwanza, hakikisha wengine unawatanguliza. Maisha hapa duniani, unapokuwa unawatanguliza wengine, huo ni upendo wa Mungu mwenyewe ambaye akasemaje, kwa ajili yenu nimemtoa mwanangu wa pekee ili mkombolewe kulingana na dhambi. Kwa yeye kwa upendo wake akamtoa. Kwa na wewe unapotoa unapokea zaidi kuliko unayepokea. Kwenye maisha yako, penda zaidi kutoa kuliko kupokea. Ukiwa unatoa, unajitoa, unaombea wengine, jua Mungu atakubariki kuliko kawaida. Lakini kitu cha 5 ni kumtukuza na kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Watu wengi hapa duniani hatujui, lakini baraka zipo kwenye kumsifu na kumtukuza Mungu. Mungu ameshachoka malalamiko. Mungu ameshachoka shida unazomwambia. Ila ukimshukuru, ina maana atajua wewe una imani. Lakini malalamiko yenyewe hayana imani, ila yana hofu na mashaka. Lakini ukiwa na imani, ina maana hautolalamika. Kwa hiyo mtu yeyote anayelalamika, anayenungunika mbele ya Mungu, yule ni adui mkubwa na wala hamtii Mungu. Kwa utii wako ni pale unapoanza kumshukuru Mungu hata kama unaona hali ya maisha haiendi sawa. Hiyo ndo imani itakayoweza kukusaidia upate majawabu yoyote na umtukuze Mungu kwenye maisha yako na aonekane. Lakini kitu cha 6 ni imani bila maswali wala hofu. Kwa sababu imani inakuja kwa nini? Kwa kusoma neno la Kristo ambayo ni Biblia takatifu. Ukiona hauna imani, umwamini Roho Mtakatifu, unahukumiwa.
Ukiona huna imani, huwezi ukampendeza Mungu, na Mungu atakuacha ili giza lianze kukuathiri. Maisha yako hapa duniani, nataka upandishe kiwango cha imani. Utakipandishaje kiwango cha imani? Kwa kutokuwa na pressure ya mambo yanayoendelea hapa duniani. Mawazo, fikra, hisia zinaweza zikudanganye. Na mwingine umaskini, kukataliwa, kukosa pesa, kuwa ni watu ambao tumeonewa kwa muda mrefu au tulipitia hasara kubwa kwa maisha. Hayo yote yanaondoa imani, yanakutengenezea hofu ya shetani. Lakini nataka nikwambie kwamba chochote kile ambacho kiliwahi kukuumiza, usipokiona kama kinaweza kuumiza, kile kinaanza kukubariki mwenyewe. Hii kanuni ukijua, nakupa uhakika hapa duniani hautosumbuka wala kujiuliza maswali juu ya mateso ulionayo. Ungepandisha kiwango cha imani, kila chochote kinachokusumbua kitaanza kusumbuka chenyewe. Kila kinachokutesa kinaanza kuteseka chenyewe, ila kinahitajika tu imani yako ya kutokuwa na hofu na mashaka hapa duniani. Lakini kitu cha 7 ambacho kimebeba baraka wewe bila kujua ni upendo. Upendo usio na kipimo. Wapende majirani zako, wapende maadui, wapende wanaokuombea mabaya, wapende ndugu, wapende jamaa. Wewe penda tu. Kupenda na kuamini lazima utofautishe. Kumwamini mtu ni kujisogeza kwake ila kudhuru. Lakini kumpenda mtu, hata adui unampenda, hujisogezi kwake ila ndani ya moyo wako humbebi, humchukii, humhukumu, humwazii mabaya, wala hulipi kisasi, wala hauoni wivu juu yake, wala haufikiri mabaya juu yake. Ukiweza kutengeneza hayo mazingira ya kutohitaji kumdhuru mwenzako au kumsingizia mwenzako, ukaishi maisha ambayo yana upendo, ndugu yangu, utakuwa unamwona Roho Mtakatifu akitembea na wewe masaa 24. Utaanza kuziona nguvu za Mungu zikitembea kwenye maisha yako. Maisha yako yanahitaji upendo zaidi kuliko kupendwa wewe. Kuwapenda wengine kuliko wewe unavyopendwa, kwa sababu unayempenda si lazima akupende. Hata asipokupenda wewe mpende. Ukimpenda umekuwa mkamilifu mbele ya Mungu. Ukishakuwa mkamilifu mbele ya Mungu, Mungu atakupa zaidi, kwa sababu Mungu anakuambiaje? Njia ya mwenye haki itathibitika, lakini njia ya asiye haki itapotea. Lakini pia maandiko akasemaje? Kila mmoja atavuna alichokipanda. Ukipanda uharibifu, utavuna uharibifu. Lakini Mungu akasemaje? Amechimba shimo, amelichimba chini sana, akatumbukia mwenyewe. Kwa unapokuwa unawachukia maadui, unachimba shimo, unalichimba chini sana, alafu wewe unatumbukia mwenyewe, na unashangaa adui yako sasa aliyekutendea ubaya, yeye anafurahi, anaenjoy. Ulishawahi kuona adui yako anazidi kunona, anazidi kukutesa, na unazidi kuhangaika mbali na kuomba na kufunga na kufanya kila kitu? Chunguza vizuri, bado unamchukia, bado unamwazia mabaya, bado unamnenea mabaya, bado unamtakia mabaya amtokee. Ukiwa ni wa hivyo, ndugu yangu, maombi yako hayawezi yakapita hata anga moja kwenda mbinguni. Kwa hiyo chunguza moyo wako. Lakini kitu cha 8, kuacha dhambi. Dhambi ndo zimeficha baraka za watu wengi. Maandiko yanasema, ukisoma Isaya 59:1-2, anakuambiaje? Mkono wangu si mfupi usiweze kufikia, wala sikio langu si zito lisiweze kusikia, ila dhambi zenu ndo zimenificha uso wangu. Kuna wewe, nataka nikuulize, wewe umetenda dhambi gani mpaka leo? Dhambi yako hiyo uliotenda, hata kama uliua, hata kama ulikuwa mchawi, hata kama ulikuwa mshirikina, hata kama ulikuwa mzinzi namba 1 duniani, hata kama ulikuwa una wivu kuliko kawaida, hata kama ulikuwa ni mtu ambaye unawasengenya watu wengine kuliko mtaa mzima, leo ukisema Mungu naomba unisamehe, ukaomba rehema na ukaamua kuacha, ndugu yangu, dakika hiyo hiyo, saa hiyo hiyo, Yesu Kristo anakusamehe na anakuponya. Unachotakiwa wewe, unapoomba rehema, acha kutembea na maswali kwamba sijasamehewa. Amini kwamba umesamehewa. Unachotakiwa, ukishawasamehe wengine, ukishaomba rehema, amini umesamehewa, na hicho kitu ndo kitaanza kutembea kwenye maisha. Watu wengi tunahisi tumerogwa, tumelaniwa, lakini laana ni kitu ambacho tumekitengeneza sisi wenyewe. Laana tunakuwa tumeisha zivunja, tumeshaomba rehema, lakini sisi bado tunahisi zinatuathiri. Sasa maisha ya kuomba alafu siamini kama umepokea ni sawa, bora usingeomba. Kwa leo anza kubadilisha mindset yako. Nakupa uhakika Mungu utaanza kumuona wazi wazi. Roho Mtakatifu utaanza kumuona wazi wazi.
Yesu mwenyewe utaanza kuona wazi wazi. Alafu sasa maisha yako ya mafanikio hapa duniani hayatokuwa na kikwazo chochote. Utastawi na kufanikiwa na baraka zitakuandama, na kama Yoshua 1:3 alivyosema kwamba nyayo zako zitakapokanyaga utamiliki, na wewe hayo mambo yataanza kutokea kwenye maisha na kuona Mungu akikubariki. Acha hofu, wewe umebarikiwa. Naitwa Apostle, nawapenda sana. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.